Na mtazamaji, mimi niite King Nyorobi. Kwa siku hii leo nimepata nafasi nzuri kabisa ya kukutana na Dr. Mchunguzi ambaye kwa mara kadhaa tumekuwa tukikutana naye na kuzungumza mambo mengi hasa yanayohusu nchi yetu ya Tanzania na mambo mengine kutoka kuvuka mipaka ya Tanzania. Kwa siku hii leo nitazungumza naye mambo kadhaa. Habari ya kwako? Nzuri. Kwema Kabisa. Hongera na mapambano ya kujenga taifa la Tanzania. Nashukuru. Kwa leo tuna vitu viwili ambavyo tunatamani kuzungumza na wewe. Ndio. Cha kwanza ni kuhusiana na swala la muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Na hapa tunazungumzia muungano uliopo kati ya nchi hizi mbili na kutengeneza nchi moja. Sasa hivi karibuni kumekuwa kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na majadiliano mengi mbalimbali kuhusu muungano. Dr. Mchunguzi, mimi naamini kwamba unauelewa vizuri muungano na unaielewa vizuri Tanzania. Swali ni kwamba je, ni kweli kwamba Zanzibari ni wabaguzi? Kwa sababu ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa mara kwa mara kwamba ni wabaguzi. Kuna ukweli juu ya hili? Nashukuru sana kwa swali hilo. Nijitambulishe tena, naitwa Dr. Dennis Mchunguzi na nashukuru kwa kuwa na mimi leo kuhusu muungano. Ni kweli kwamba kumekuwa na mambo mengi, kumekuwa na malumbano, majadiliano, maoni mengi kuhusu muungano ndani ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndani ya mitandao ya kijamii. Kienda mitandao yote, magrupu, kila mtu anaongelea habari ya muungano. Na kwa hiyo ni vizuri tu nikazungumza, mmenifuata, nikazungumza kidogo kuhusu muungano. Na kama ulivyosema sahihi, naielewa vizuri Tanzania sana. Na kwa hiyo naweza kuongelea muungano. Na nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye alitoa ufafanuzi mzuri bungeni kuhusu matibabu kule Zanzibar na kuhusu muungano na alieleza vizuri. Umeuliza swali kwamba Wazanzibari, je, Wazanzibari ni wabaguzi? Nieleze kwanza kabla ya kujibu swali lako kwamba muungano tuliokuwa nao sisi ni muungano wa kiundugu. Ni muungano wa mipaka na jiografia, lakini ni muungano wa kiundugu. Na kwa msingi huo ubaguzi haupo ndani ya muungano. Nianze na hilo. Binafsi nimeifahamu sana Zanzibar personally, na ni muhimu wasikilizaji na watazamaji wako wakaelewa. Maana nilimuona mtu mmoja kwenye mtandao analumbana na mwenzake, anamwambia wewe unaongea mambo ya Zanzibar huko bara yanakuhusu nini? Nilishangaa sana. Akasahau kwamba unapoiongelea Zanzibar ni Tanzania. There is no difference ya kuongelea Zanzibar kama unaongelea Iringa, unaongelea Mbeya, unaongelea Karagwe, unaongelea Ngara, unaongelea Songea, unaongelea wapi. It's the same thing. Ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mtu aliyeko Kojani, aliyeko Pemba Wete, aliyeko Pemba Chake Chake, mtu aliyeko wapi Chukwani, aliyeko popote pale kule Zanzibar, na mtu aliyeko Iringa, aliyeko Sumbawanga, aliyeko Tabora, aliyeko Kigoma, aliyeko Mwanza ni wamoja, ni ndugu. Hilo ni la kwanza, lazima tulielewe preamble ile. Kwa hiyo mtu wa Zanzibar anapoongea habari ya Sumbawanga, habari ya Mbeya, anaongea habari ya taifa lake. Na mtu wa bara anapoongea habari ya Zanzibar, anaongea habari ya taifa lake. Kwa hiyo lazima tuondoe hiyo concept ambayo watu wengi wanakuwa nayo, kwamba unaongea habari ya Zanzibar, unaijuaje na kuhusu nini? Zanzibar ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ukiniruhusu hapo mbele nitaeleza sababu zake zilivyo. Na kwa msingi huo muungano tuliokuwa nao ni muungano wa undugu. Binafsi mimi nimeielewa sana Zanzibar. Na natamka hivyo ili watazamaji na wasikilizaji na Watanzania waelewe kwamba Dr. Mchunguzi anayeongelea habari za muungano, anapoongea habari ya mainland Tanzania au Tanzania bara na akaongea habari za Zanzibar, anazifahamu na anaifahamu Zanzibar. Mimi nilianza kuinteract na Zanzibar miaka ya zamani sana kidogo. Iko taasisi ilianzishwa Zanzibar ya akina mama
ya wanawake ikiitwa COPBZ, Catalyst Organization for Women Progress in Zanzibar. Alianzisha Balozi Amina Salum Ali. Baadaye alikuja kwa balozi. Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali alikuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika 3 bora mwaka 2015. Ndio mara yangu kubwa ya kwanza kuinteract na Zanzibar. Wakati huo nikiwa kwenye mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Kwa sababu baadaye nilikuwa mwenyekiti wa taifa wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, TANGO. Nikaenda hivyo, lakini baadaye nikawa na interaction Zanzibar na taasisi ya mwavuli wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kule Zanzibar, inaitwa Angoza. Maalim Alfan alikuwa mwenyekiti, na lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mwenyezi Mungu amrehemu. Tulielewana sana na watendaji wake ndani ya taasisi na wale waliokuwa wakitoka serikalini kwenda kujitolea kwenye ile taasisi, akiwemo Samia Suluhu Hassan ambaye sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niliinteract nao sana. Tulifanya nao kazi nzuri, tulikuwa nao kwenye vikao ndani na nje, tuliwajengea uwezo wa utendaji wote hao na kadhalika, na tulishirikiana nao katika mambo mengi. Lakini baada ya pale pia binafsi nikawa katika kamati ya ruzuku ya shirika la Umoja wa Mataifa UNDP ikiitwa Africa 2000 au Africa 2000 kwa miaka 10. Na ndani ya kamati ile tulikuwa tunatoa ruzuku za kusaidia mashirika au taasisi zisizokuwa za kiserikali. Na mimi jina langu la utani kwenye ile kamati nilikuwa naitwa mtetezi wa Zanzibar. Na mmoja niliyekuwa naye kwenye hiyo kamati yupo ni Dr. Richard Muyungi ambaye sasa hivi ni katibu mkuu Wizara ya Muungano na Mazingira. Nimekuwa naye miaka 10 UNDP na nilikiitwa mtetezi wa Zanzibar. Kwa nini? Nilikuwa nahakikisha kila ruzuku tunayotoa katika ile dola milioni 1, milioni 2 kila mwaka lazima Zanzibar ipate share yake. Na hata wajumbe waliokuwa wakipendekezwa ndani ya ile kamati ya UNDP wengi nilikuwa nikiwapendekeza mimi. Wale tulioona wana uwezo wa kuwemo ndani ya ile kamati nilikuwa nawapendekeza mimi kwa mratibu pale. Kwa hiyo tukahakikisha hivyo. Na kwa hiyo ilipokuwa ikitokea kwamba tukatembelea miradi tulioipatia fedha Zanzibar, nilikuwa natumwa mimi. Na pale ilipoonekana kwamba maandiko proposal tunayoyapata kutoka Zanzibar hayana nguvu, UNDP ilinipatia fedha mimi na taasisi yangu. Na nikakaa Zanzibar nikajikita mara kadhaa ndani ya mwaka mmoja kuwajengea uwezo CSO za Zanzibar waandike miradi mizuri tuweze kuwapa fedha. Na nilifanikisha hivyo, na fedha nyingi ilikwenda Zanzibar kwenye CSOs. Na ikavutia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wakanipa mkataba wa kuwajengea uwezo maafisa vijana wote Unguja na Pemba katika masuala ya miradi na usimamizi na utendaji. Nilisaini mkataba na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar naielewa toka wakati ule, mbali ya kuwa na kwenda kwenye mikutano, kwenye warsha, kwenye makongamano na kwenda kama mtalii katika maeneo ambayo niliwahi kuyataja huko zamani, ambayo yote nimeyatembelea. Mengi ya utalii niliwahi kuyataja: Kizimkazi, Makunduchi, Paje, Uroa, Nungwi, Kendwa, Michamvi, Kiwengwa, Bweju na kadhalika na kadhalika na kadhalika, Pwani, Mchangani na kote kule nimekwenda kama mtalii. Na kwa hiyo nimeinteract sana na Zanzibar. Na yataja haya ili Watanzania waelewe kwamba anayeongelea habari ya Zanzibar anaielewa Zanzibar. Kwa hiyo Wazanzibari na wafahamu hawana ubaguzi wa aina yoyote ule. They are just good people. Ni watu wapole, ni watu wema, ni watu ambao they are just everything. Kwa hiyo hakuna Mzanzibari ambaye ni mbaguzi. Hilo ni muhimu sana tukaelewa hivyo. Hakuna. Na nimalizie kwa kusema hivi, mimi nimekwenda Zanzibar na nimekwenda maeneo mengi. Na maeneo mengi nimekuwa nikienda mengine nakuta watu wa kutoka Tanzania bara ni wengi kuliko watu waliozaliwa pale Zanzibar. Katika maeneo yale yapo kule nimekwenda mimi, wapo, na tukiongozana na nyinyi waandishi wa habari mtalikuta hilo. Yako maeneo nikiyataja hapa, watu wanaokaa kule zaidi ya 50-60% asilimia wanatoka bara na wanaishi bila kubaguliwa na mtu yeyote. Wanafanya shughuli zao, wana miaka nenda rudi, wako pale na wametoka bara na wanaishi pale. Maeneo kama, ngoja nikumbuke, Kiembe Samaki, walioko pale wengi wanatoka Tanzania bara. Eneo la Kiboje wanatoka Tanzania bara. Eneo la Bwelo wanatoka wengi Tanzania bara. Zaidi ya asilimia 60 wanatoka Tanzania bara. Kisakasaka
Ukienda pale zaidi ya 60% wanatoka Chukwani, Miembeni, Kwahani, kuna eneo lingine linaitwa Dole, kuna eneo linaitwa Mwacha Alale. Kuna eneo linaitwa Mwera na kuna eneo linaitwa kama la huko Kariakoo. Na kuna maeneo mengine mengi tu. Maeneo yale zaidi ya 60% ya wakazi wake wametoka Tanzania bara na hawabaguliwi katika kitu chochote kile. Wanakwenda vizuri, wanafanya kazi zao vizuri, they are doing everything very well, hakuna ubaguzi. Kama ilivyo sisi Tanzania bara kwa Wapemba. Mnaita Wapemba. Wapemba ni neno linalotumika tu kwa sababu ni wafanyabiashara. Lakini kule kuna Unguja ni kisiwa na Pemba ni kisiwa. Na kuna visiwa vingine vikubwa viwili, kuna Tumbatu na kuna Kojani. Lakini kuna visiwa vingine vidogo, kisiwa Panza na vingine vinavyozunguka pale. Tuna visiwa zaidi ya 30 kule vinavyozunguka Zanzibar. Pazuri sana. Sasa wale Wapemba ndio wafanyabiashara zaidi. Na kwa hiyo mtu anayetoka Unguja, anayetoka Kojani, anayetoka Tumbatu, ukimkuta Bagamoyo Mpemba. Ukimkuta Mwanza Mpemba, ukimkuta wapi Mpemba. Ni jina zuri na imeifanya Pemba pia ambayo ni kisiwa kidogo kuliko kile kingine ikawa na kujulikana kwingi sana. Sawa sawa. Na kwa msingi huo niseme kwamba wanapokuwa wao wako kwetu hawabaguliwi. Popote pale hakuna wanapobaguliwa, na tunapokuwa kule sisi hatubaguani kwa sababu muungano wetu ni wa undugu. Na kwa hiyo swala unaloliona mitandaoni kwamba Wazanzibari ni wabaguzi, si kweli. Hakuna kitu kama hicho. Naeleza mimi ambaye naielewa Zanzibar in and out, ni watu wema, ni watu tumeshirikiana nao, ni watu tunapatana nao, tunafanya nao shughuli, ni ndugu zetu. Nilimwona mtu mmoja pia anaongea, anasema nimemshangaa kidogo. Anasema utakuta watu wanatoka bara kila siku wanakuja kwa mamia na mamia, wanakuja Zanzibar alafu wanarudi nini? Zanzibar ni sehemu ya utalii na biashara. Wanavyozidi kwenda kule, wewe mtu Zanzibar tulia upate pesa kama mkao wa kukusanya hela. Mameli yanapomwaga watu Zanzibar, wanakuletea nini? Pesa, waje kuishi pale. Au sio? Sema alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam Muhammad ala rasulullah. Wallahi ukiona mameli yamemwaga watu, wewe kama ni Mzanzibari, ni hela zinaingia hizo. Mpaka watu wala wakai kule. Na ni nchi ya utalii. Sasa nchi ya utalii unaweza kusema kama unaona watu wanakuja wengi. Nimemshangaa mtu mmoja kaongea kitu hicho, nikamshangaa sana. Nadhani akinisikiliza ataelewa. Kwenda Zanzibar ruksa, peleka pesa, peleka biashara, nenda kama mtalii, nenda katembee na kadhalika. Lakini visiwa vyetu nitaongea baadaye ukiniruhusu ni vidogo sana. Lazima viweke restriction ya namna ya kuishi na kukaa kule kwa sababu ardhi ya kule ni ndogo sana. Kwa hiyo hakuna ubaguzi kwa mujibu wa swali lako. Zanzibar kuzuri na hakuna mtu yeyote anayebaguliwa kule Zanzibar. Naam, Dr. Mchunguzi umeongea vizuri sana hasa kuhusiana na hili swala la ubaguzi. Hebu tuangalie kuhusu muundo wa muungano. Je, unauonaje muungano na unauonaje muundo wa muungano, na unadhani kwamba muungano unaweza ukavunjika kwa namna ambavyo wewe unaona? Nashukuru sana. Nashukuru kwa swali lako, na hii imekuwa ukiiona kwenye mitandao ya kijamii. Marumbano ni mengi kuhusu muundo wa muungano, kuhusu muungano. Je, haya marumbano yanayoendelea, muungano unaweza ukavunjika? Hapana. Nianze preamble ile kwamba muungano hauwezi ukavunjika. Na hauwezi ukavunjika kwa sababu Tanzania ni jamhuri na jamhuri ni muungano, kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaeleza jambo moja quickly. Wakati nikiwa mwanafunzi katika chuo cha IDM Mzumbe, sasa hivi kinaitwa Chuo Kikuu Mzumbe kule Morogoro, aliyekuwa akishughulika na masuala ya Chama cha Mapinduzi CCM kwenye chuo, hayati Nehemia Murusuli, alitakiwa kwenda Zanzibar kufanya mahojiano na viongozi kule, na aliongea na viongozi kule Zanzibar kuhusu masuala mengi kuhusu muungano kule Zanzibar. Na aliporudi kutoka Zanzibar, tulikuwa na mazungumzo naye marefu kuhusu muungano ambayo aliyapata kwa Sheikh Thabiti Kombo kule Zanzibar, na alitueleza mengi kuhusu muungano,
hasa yale ambayo alikuwa ameongea na Shehe Thabiti Kombo, ambaye kwa bahati nzuri pia mimi niliwahi kupata bahati ya kuzungumza naye mzee Thabiti Kombo, na maelezo yale aliyoyatoa na yakumbuka wakati ule kwamba Zanzibar, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, kwanza Zanzibar ilipata uhuru wake kutoka kwa Mwingereza tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1963. Mwezi mmoja baada ilipopata uhuru wake ilikubaliwa ndani ya Umoja wa Mataifa ikiwa ni nchi ya 112 katika Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, People's Republic of Zanzibar. Tarehe 12 Januari mwaka 1964, mwezi mmoja baada yakafanyika mapinduzi, kwa sababu walikuwa wamepata uhuru kutoka kwa Mwingereza, lakini uhuru ule ukabaki mikononi mwa sultani. Na walio wengi wakaona hapana, hii haikubaliki, na ndio maana ya mapinduzi matukufu unayoyasikia ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964. Tanganyika, Jamhuri ya Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 61. Na tarehe 14 Disemba mwaka 61 ilipokelewa Umoja wa Mataifa ikiwa nchi ya 104 kama Jamhuri ya Tanganyika. Sasa tarehe 26 Aprili mwaka 64 ulifanyika muungano kati ya mataifa mawili, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Wakati muungano ule unafanyika, Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ilikuwa na miezi mitatu tu. Miezi mingapi? Mitatu tu. Tangu kupata uhuru miezi minne, na toka mapinduzi yale miezi mitatu. Walikuwa na 4 months toka uhuru wao, na wana miezi mitatu toka mapinduzi ya kumwondoa sultani. Sasa ilipokuja kwenye structure au muundo wa muungano, na haya pia niliyapata mimi maelezo vizuri kutoka kwa Mohamed Seif Hatib, ni marehemu sasa, nikiwa Zanzibar. Tulikaa naye kwa muda mrefu Kiswandui pale na tukazungumza, na ndiye haya aliyopata hayati Mrusuli pia kwa mzee Thabiti Kombo. Walipokuja kwenye muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, likaja swala kwamba haya mapinduzi tunayaweka wapi? Yana miezi mitatu, ni machanga, yanapotea. Hapana, wakakubali tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tuwe na serikali ya mapinduzi Zanzibar, kuyabeba yale mapinduzi. Kumbuka ilikuwa ni serikali, angalau Mwalimu Nyerere na serikali alikuwa na miaka 2 na miezi 5 toka amepata uhuru, tarehe 9 Disemba 61 mpaka tarehe 26 Aprili, alikuwa na miaka 2 na miezi 5. Zanzibar alikuwa na miezi 3 toka amempindua sultani. Sasa mapinduzi bado yako moto, kila mahala ni mapinduzi. Sasa mnaingia kwenye muungano, unayapoteza. Swala likaja ni kwamba hapana, huwezi kuyapoteza mapinduzi. Kwa hiyo wakakubaliana iweko serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya hiyo wakaona serikali imekuweko, je, baraza linakuwaje? Wakasema hapana, liweko pia baraza la mapinduzi la Zanzibar. Kwa hiyo kukawa na serikali ya mapinduzi na baraza la mapinduzi. Swala likaja, na yeye amenieleza Mohamed Seif Hatib, tuko Kiswandui kule Zanzibar. Akasema, Dennis, swali lilokuja ni kwamba umekwisha kuwa na serikali ya mapinduzi, inaongozwa na nani? Huyu mzee Karume ameongoza miezi 3 tu. Urais wako unaishia pale kwenye miezi 3. Na serikali umeshaita serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, inakuwaje? Hapana, wakakubaliana kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaongozwa na rais. Hana taifa, kwa sababu walipounganika tarehe 26 Aprili, taifa la Zanzibar lilipotea na taifa la Jamhuri ya Tanganyika lilipotea.
Kwa hiyo Zanzibar sio taifa. Zanzibar ni nchi, sio taifa lenye passport. Ni nchi ndani ya muungano. Nadhani unanielewa vizuri. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iwe na rais, na ataitwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Kwa hiyo serikali ya mapinduzi na baraza la mapinduzi, ili mapinduzi yale yaweze kuwa ya kudumu. Na ndio maana kila wakati tunasema yadumu mapinduzi matukufu ya nini? Ya Zanzibar. Kwa sababu yalikuwa ni makubwa, yalikuwa ni mazuri, na yalikuwa na maana kubwa kwa eneo lile. Ndio manake hiyo, ndio muundo huo ambao wengi wamekuwa wakikonfuse kwamba Zanzibar wana rais wao, kwa hiyo wana taifa lao. Hapana, Zanzibar wana rais ambaye ni rais wa nchi na sio rais wa taifa. Na hii iko stipulated kwenye katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, toleo la mwaka 2010. Ibara ya kwanza moja inasomeka, na nukuu, naweza kukosea kwa sababu sisomi mahali. Zanzibar ni nchi ambayo eneo lake, ambayo mipaka yake ni visiwa vya Unguja, Pemba na visiwa vinavyozunguka na eneo la bahari, ambayo kabla ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ilijulikana kama Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo Zanzibar ni nchi, sio taifa. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye sasa ni Hussein Ali Mwinyi yuko administratively katika makubaliano ya muungano, na ilikuwa ni vizuri wafanye hivyo. Mimi alivyonieleza Mohamed Seif Hatibu, nilielewa na niliona walifanya jambo jema. Mna miezi mitatu tu toka mapinduzi, mitatu, hata miezi 6 bado. Mapinduzi yako moto nchi nzima kule Zanzibar. Mnayaweka wapi? Lazima yawe ndani ya serikali na yawe ndani ya baraza na ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana kukawa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na baraza la mapinduzi ndani ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Rais Hussein Ali Mwinyi ni rais wa nchi ya Zanzibar na si taifa la Zanzibar. Wakati huo uweke na hiyo tafsiri. Unaona? Nchi ni eneo kama ilivyo Marekani. Texas ni state, California ni state, Massachusetts ni state, Maryland ni state, Michigan ni state. State kwa maana ya kwamba ni nchi, ni eneo. State ni nchi, ni eneo, lakini si taifa la Marekani. Ndio ya United States of America. Texas sio taifa, California sio taifa, Vermont sio taifa, Michigan sio taifa, California sio taifa. Mmenielewa vizuri? Sio taifa. Na kwa msingi huo Zanzibar ni nchi na sio taifa, ila ina rais kwa sababu ni muundo uliokubalika. Kuwa na serikali kule sio tatizo, it's not a problem, ila ni rais wa Zanzibar na ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndani ya nchi ya Zanzibar na sio taifa la Zanzibar. Na administratively hilo halina tatizo lolote kwa maana ya jiografia kule na kwa maana ya walivyokubaliana na mwaka 64, jambo ambalo mimi nalikubali vizuri tu, halikuwa na matatizo yoyote. Kwa hiyo nafikiri tumeelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ndio muundo huo ambao walikubaliana na ndio muundo ambao tumekwenda nao. Swali lako, mimi nakubaliana na muundo huo. Ni muundo mzuri na umekwenda vizuri, na hata marais ambao wamekwenda na muundo huo kuanzia Abeid Amani Karume, Abdul Jumbe Mwinyi, Idris Abdul Wakil, Dr. Salmin Amur Juma, Dr. Amani Karume, Dr. Ali Mohamed Shein na sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi wamekwenda nalo vizuri. Serikali inakwenda vizuri Zanzibar, baraza linakwenda vizuri, na mapinduzi yamebebwa ndani ya serikali ya mapinduzi na ndani ya baraza, na mapinduzi yale yanadumu milele ya Zanzibar. Sasa tunakuja katika muungano sasa, kwamba unasema muungano kuvunjika. Hakuna kuvunjika muungano, kwa sababu
mataifa yale yalipoungana, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar waliunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wale walisizi kuexist. Kwa hiyo unaposema muungano kuvunjika, unavunja nini, mwandishi wa habari? Hao wamekwisha unganika. Kilichoko ni kimoja, ni Tanzania. Jamhuri ya Tanzania ambayo ni jamhuri, na katiba yetu imesema Tanzania ni jamhuri, ni muungano. Kwa hiyo huwezi kuvunja. Ukivunja ina maana uipasue Tanzania isiwepo, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kitu cha kuvunja muungano hakipo. Na unauvunja kwa sababu zipi za msingi? Unazosema hizi za kuvunja, kama kuna kasoro zipo katika kule kuunganika kwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar, ambazo zinajionyesha leo miaka 62 sijui mingapi toka wakati huo, kama zipo kasoro zinaweza zikakaa chini zikajadiliwa zikarekebishwa. Lakini kuvunja, unavunja nini? Lakini la pili na la mwisho, ili tukafanye mambo mengine, ni kwamba mimi kama Dennis, sijui wewe mwandishi wa habari na wewe mwandishi wa habari na wewe, mimi kama Dennis na uangalia muungano ndani ya waasisi wa muungano, Mwalimu Nyerere na Karume. Mwalimu Nyerere ni muasisi wa taifa la Jamhuri ya Tanganyika na mzee Karume ni muasisi wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar. Lakini Mwalimu Nyerere ni muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mzee Karume ni muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unanipata vizuri? I don't like to confuse you. I want you to mnielewe vizuri, waandishi wa habari. Nikiwachanganya mtuambie umetumix, tumekuwa flabbergasted and bamboozled, if not perplexed and confused, ili mnielewe vizuri. Sasa unaposema Mwalimu Nyerere na mzee Karume ni waasisi wetu, ni waasisi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hili tulilo nalo leo, si ndio? Sasa kila nchi duniani inafanya nini? Ina waenzi waasisi. Marekani yuko mtu anaitwa George Washington. Tafuta ile dola ya Marekani, hatoki pale. Na wenzake alikuwa na akina Jefferson, akina Benjamin Franklin, akina John Adams, wale wote ni waasisi. Na sisi waga tunaenzi waasisi. Sijui kama unanielewa vizuri. Unajua tunaenzi waasisi sasa. Sisi kama wa Tanzania. Namibia ilipopata uhuru mwaka 90, barabara ya kutoka Mwenge, kutoka Ubungo kwenda Mwenge ilikuwa inaitwa nini? Mpakani Road. Lakini tunaita nani? Sam Nujoma. Rais wa Namibia, tumemwenzi. Acacia Avenue kule mnaita Posta. Ilikuwa inaitwa nani? Acacia Avenue. Leo inaitwa nini? Samora Machel, rais wa muasisi wa taifa la Msumbiji. Ukienda Mwanza kuna hospitali inaitwa nini? Sekuture, muasisi wa taifa la Guinea. Ukienda Mwanza kuna barabara inaitwa Kenyatta. Na ukienda Oyster Bay huko tuna Kenyatta Drive. Rais wa muasisi wa taifa la wapi? La wapi? Kenya. Oyster Bay Dar es Salaam kuna Kaunda Drive. Muasisi wa taifa la wapi? Zambia. Zambia, si ndio? Kaunda Drive. Ukienda Uganda hatuna mtaa kule Uganda, lakini ndani ya chuo kikuu cha Makerere kuna kituo cha uongozi au shule ya uongozi inaitwa, nenda Google, hayo yote mkienda Google mnayakuta, inaitwa Mwalimu Julius Nyerere Leadership Center, iko Makerere. Muasisi wa taifa la Tanzania. Ukienda nje ya ukumbi wa AU, Africa Union, pale Addis Ababa, kuna statue kubwa limetengenezwa la Mwalimu Nyerere, muasisi wa taifa la Tanzania. Masaki unapajua wewe? Dar es Salaam. Kuanzia St. Peters mpaka Masaki mwisho. Ile barabara ni ya nani? Ya muasisi wa Ethiopia, Haile Selassie. Tumempa barabara ile leo katika Masaki kote kule kwenye pesa. Si ndio? Haile Selassie. Umenielewa vizuri? Na yaeleza hii haya ili Watanzania wajue. Ukitoka Clock Tower unakuja kuunganika na Nyerere Road. Kuna kipindi eneo linaitwa Nkuruma. Haujawahi kulia Dar es Salaam? Hakuna barabara inaitwa Nkuruma. Huyo ni rais wa kwanza wa wapi? Ghana. Tulikuwa na kitu kinaitwa Expressway. Expressway kutoka Ubungo kwenda bandarini. Walipopata South Africa mambo yao yakaisha, tuinaita nini sasa? Nelson Mandela. Si ndio anayepita Buguruni kwenda bandarini? Muasisi wa taifa la South Africa. Mnaelewa vizuri? Sasa sisi wenyewe tunawaweka waasisi. Sasa na sisi waasisi wetu, Mwalimu Nyerere kwa sababu ni muasisi wa taifa la Tanzania na mzee Karume, na wao pia wamethaminiwa huko nje kama nilivyosema. Umenielewa vizuri?
Ukienda Nairobi, katafute kwenye Google Shehe Karume Road. Shehe Karume Road ni rais na muasisi wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee Karume amepewa barabara Nairobi pale. Nyerere pale Nairobi anayo barabara. Mombasa anayo barabara. Kwetu sasa ndani ya nchi yetu tulivyo waenzi Mwalimu Nyerere. Daraja la wapi? Kigamboni. Chuo kikuu Kigamboni. Si cha Mwalimu Nyerere? Au unakosea? Uwanja wa ndege? Ukumbi mkuu wa mikutano? Sio Julius Kambarage Nyerere. Barabara ya kwenda airport? Julius Nyerere. Bwawa la umeme? Julius Nyerere. Mbuga ya Selous tulibadilisha jina? Julius Nyerere. Na kueleza tunavyo waenzi waasisi hawa, wameenziwa nje ya taifa letu, na sisi tuna waenzi hapa. Tuna uwanja wa Karume, hatuna hapa. Na hatuna uwanja wa Amani kule Zanzibar mkubwa, na airport ya Zanzibar kwa ajili ya Mzee Karume. Ukienda Accra Ghana, Accra unapajua Afrika Magharibi, tafuta Nyerere Avenue ipo. Ukienda Windhoek Namibia, alikotoka huyu mama rais mpendwa wetu wa Namibia, sasa ametoka hapa juzi. Pale kwake Windhoek iko Nyerere Avenue ya Mwalimu Nyerere. Sasa tunajiuliza, hawa ndio waasisi wa muungano, kwa sababu nje ya muungano Nyerere na Karume hakuna kuwa waasisi. Ni waasisi wa taifa gani? Nje ya muungano. Si waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nje ya muungano wanakuwa waasisi wa wapi? Sasa tutakuwa watu wa ajabu wakati Namibia, hata Botswana iko Avenue ya Nyerere. Maputo, nimekwenda kule Msumbiji, inaitwa Avenida Julius Nyerere. Avenida unajua ni nini? Ni Kireno hicho kwa kina Cristiano Ronaldo. Avenida manake avenue. Wanaita Avenida Julius Nyerere. Iko Maputo Msumbiji. Ipo. Sasa Gaborone Botswana, Harare Zimbabwe, Lusaka Zambia, Accra Ghana, Nairobi, sijui Ethiopia, sijui Kenya, wanamwenzi Mzee Karume, wanamwenzi Mzee Nyerere kama waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ya muungano sisi leo tuukane muungano, tuwakane hawa waasisi. Sawa, kama mtataka waandishi wa habari na Watanzania fanyeni hivyo, mimi sitakuwemo kwenye hilo. Hata shetani atawakatalia kuwemo. Shetani ambaye kazi yake ni kutaka watu wagawanyike, watu wasiwe ndugu, watu wasielewane. Mkisema mnavunja muungano, shetani naye atawaambia hilo la kwenu. Mimi simo, fanyeni peke yenu. Shetani hata wajoini, hata waunga mkono. Na mimi mchunguzi, sio shetani wala sio malaika, sitawajoini. Sitakubaliana na hilo la kuvunja muungano, kwa sababu unavunja muungano ina maana unamkana Nyerere, unamkana Karume kama waasisi. Wamethaminiwa kote huko duniani, na ndani ya nchi Marekani yuko anathamini watu wake, kila nchi inathamini waasisi wake. Tutakuwa watu wa ajabu kidogo. Am I correct? Yeah. Kwa msingi huo ni waombe wa Tanzania wenzangu kwamba swala la muungano kuvunjika tuachane nalo. Moja, mjadala ufungwe. Mjadala ufungwe tu. Twende kwenye mambo mengine. Kuvunja muungano hakupo. Kwa sababu utakuwa umemkana Nyerere, umemkana Karume, na wakumkana Nyerere na kumkana Karume hayo. Najua wanaotufuatilia mtandaoni wataandika. Unajua wataandika nini? Sasa sawa daktari, tunakuelewa, lakini jamhuri yetu, Tanganyika yetu iko wapi? Na kueleza waandishi wa habari, utafuatilia. Tanganyika iliondoka tarehe 26 Aprili mwaka 64, na iliondoka pia na taifa la Zanzibar. Mataifa yale mawili yaliondoka pamoja. Zanzibar iliyopo ni eneo, ni nchi, sio taifa. Hawana passport wale, hakuna utaifa wa Zanzibar. Na nieleza jambo moja, kwamba ni muhimu wa Tanzania bara tukaelewa kwamba Zanzibar ni padogo kwa eneo. Ni siku ya kilomita 2400. Wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro ni mara 7 ya eneo la Zanzibar lote, Unguja, Pemba na kadhalika. Tunaposema kuna restriction ya kumiliki ardhi Zanzibar, hakuna ardhi ya kumiliki Zanzibar. We Mtanzania bara, tafuta mapoli yapo, kuanzia Chalinze kwenda Morogoro, kwenda Dakawa, kwenda Manyoni. Kwenda Manyoni, Dodoma Manyoni, kwenda Singida huko kwa kina nani huyu nampenda sana Mheshimiwa Waziri Mkuu dada anaitwa Mwigulu na Mekinchemba, kwao kule Iramba wale Ibwirira yane Yiza Msinda Mleira yane, watu wazuri sana wale, watu uziega karanga kule na nini mafuta ya alizeti, very nice people akina Mwigulu wale. Kila mtu anafurahi kama unavyomwona, kila mtu anafurahi. Mapoli yapo
Sekenke kule, tunaweza tukaamua na mlima ule tukaelewana kama mtu unahitaji eka zako za ardhi tukakupa tu. Kalime huko, ardhi iko bara. Hakuna ardhi Zanzibar. Kwenye siku ya kilomita 2400 unapata ardhi ya wapi? Hakuna ardhi kule. Kwa hiyo mtu asianze kuota nataka nikamiliki ardhi Zanzibar. Unaenda kumiliki wapi? Mimi watu wote wanaotaka kumiliki niko tayari kuwalipia. Niwapakie, niwapeleke, wanionyeshe wanamiliki wapi. Lillahi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanionyeshe wanamiliki wapi, ardhi iko wapi? Wenyewe haiwatoshi. Haiwatoshi, lakini sisi huku tuna ardhi. Uongo. Tuna ardhi mpaka zinashinda watu kuziendeleza. Tuna mapoli kibao. Kwa hiyo Watanzania bara tuangalie zaidi ardhi zilizoko kwetu. Zanzibar hakuna ardhi ya mtu. Ni padogo sana. Lakini mwisho tuelewane jambo moja. Kwamba muungano wetu ni muungano wa udugu. Na ndio maana tulichukua mchanga huku na mchanga huku tukaweka pamoja, tukatengeneza kitu kimoja. Ni undugu walioutengeneza babu zetu. Kama tunaamua kuwakana leo, tuwakane tu. Mimi simo, nimesema. Simkani Nyerere wala Karume. Na shetani pia atawaruka hata kubaliana na nyinyi. Kwamba nyinyi mlivyochanganya mchanga mkatengeneza undugu kati yetu na hawa mlifanya makosa. Kama mtaamua hivyo fanyeni waandishi wa habari. Na Watanzania, mimi simo, Dennis hayumo. Na shetani najua alikokaa hata kubali. Kwa hiyo kama ni muungano wa undugu, si ndio? Lazima tuendeleze nini? Undugu. Hatuangalii mipaka ya kijiografia, hatuangalii nini, tunaangalia undugu. Na undugu huu tumekwisha ujenga sana. Sio kama unanielewa mtu wa habari. Tumejenga sana undugu. Wapemba, mnaita Wapemba, wangapi wako bara? Mwanza, Tabora, Pangani, wapi huko, Bagamoyo, wapi? Kote nchi nzima, si ndio? Wako wengi. Na Watanzania kama nilivyosema wako wapi? Wapi uliniuliza katika swali lako la kwanza? Wako wapi kule Zanzibar? Maeneo yote niliyoyataja zaidi ya 60% wanaokaa kule ni Watanzania. Mimi nimekwenda Chukwani, waandishi wa habari. Nimekwenda Bweleo. Sio kwamba nimesimuliwa, nimekwenda Kiembe Samaki zaidi ya mara 3 na marafiki zangu. Dole, Kwahani, Miembeni. Huku wanaita Kariakoo, Mwera. Kule kwingine panaitwa nini? Mwachalale. Kisakasaka, maeneo ya Kiboje. 60-70 ni Watanzania bara wanaishi kule. Shida iko wapi? Umiliki wa ardhi hapana. Lazima tuuangalie. Ardhi ni ndogo Zanzibar. Kwa hiyo lazima serikali iwe strict ya Zanzibar. Kabisa. Hatuwezi kuruhusu umiliki wa ardhi katika utaratibu huo. Kwa sababu ardhi haipo. Na kwa hiyo wanachokifanya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wako sahihi. Nimalizia kwa kuwa-encourage Watanzania wengi. Waandishi wa habari nyinyi na Watanzania, tembeleeni Zanzibar, karibuni Zanzibar. Na watu watasema unatukaribisha Zanzibar ni kwenu? Ndio ni kwetu. Kwani ninapokaribisha watu Iringa ni kwetu? Juzi niliwakaribisha watu Sumbawanga, ni kwetu? Mbona ni kwetu? Ni kwetu ndio. Kwa hiyo nikukaribisha Sumbawanga ndugu yangu, nikasema posuta tata yetu kalesa marala ulawe salama, mwatu uliao kule Mbeya kwetu kela, ogonire ndaga olinkafu panani, si ndio? Utwalidini tununu bele wakafu tulibakafu Itoro. Ni kwetu pia. Au sio? Au kule kwa Baba Levo Kigoma, Mwakeye, Mwaraya, Mulimo, Tulimo, Namake na Mahoro. So unaona lugha zote naziongea hizo. Kamwene mnoge tulibano ufuera makasi yale. Au sio? Ugimbi ulipo. Usisi lebe. Anasema kakinywaji kapo kabeisha. Si ndio? Kwa hiyo naweza nikawakaribisha watu kote. Kwa hiyo ninapokuambia karibu Zanzibar na kukaribisha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiwa Zanzibar nafikiri niko nyumbani. Nikiwa Nungwi, nikiwa Uroa, nikiwa Kizimkazi, nikiwa Makunduchi, nikiwa Paje, nikiwa kote nafikiri niko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania karibuni Zanzibar. Kuna vivutio vingi vya utalii. Msiende kutafuta ardhi, haipo. Haipo kabisa. Ila mkitaka nitawapeleka, nitawalipia. Mnitafutie nyewe waandishi wa habari ardhi ilipo, haitoshi. Ikitokea akapatikana mtu wa kuuza alienayo, ziko taratibu ndani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sio kwamba ni 100%, sio Biblia wala Qur'ani, lakini kuna uangalifu mkubwa sana wa ardhi kule, kwa sababu ardhi sio kubwa sana. Na sio kwamba ni wanyimi wa ardhi, lakini ni uhalisia. Kama nilivyosema, Wazanzibari ni watu wema, ni watu wapole, ni watu wa taratibu, ni watu wazuri, ni watu wa kila kitu. Na kwa hiyo wako tayari kukaribisha pale. Kuna urojo na kuna urojo sana kule, wala urojo, alafu kuna vyakula vingi. Ukienda Forodhani pale, viko vyakula zaidi ya 50 ngapi wala pale. Halafu kama unavyojua waja leo, waondoka jana.
Hiyo ndio Unguja, ndio Pemba. Watu wema, watu wazuri, nenda kule mkaone mambo, mkakaribishwe kule, na ukienda uende mjiandaa vizuri kabisa na uage kabisa familia yako. Makaweza kwenda kule tena wakasema mie jamaa sirudi, tuuzeni mali zangu huko bara, mimi naishia huko. Maka kuna raha zote kule Unguja na Pemba. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba nakushukuruni kwa kunitafuta. Muungano hauvunjiki. Nimeeleza niliyoyaeleza, ni maoni yangu na kila mtu ana maoni yangu yake, lakini mawazo yangu mimi ni hayo kuhusu muungano hauvunjiki. Ni heshima ya waasisi wetu Mwalimu Nyerere na Mzee Karume na Watanzania waliokuweko mwaka 64, waliokuweko Unguja, Pemba, Kojani na visiwa vingine vile, na waliokuweko bara, waliokubaliana na viongozi wao Mwalimu Nyerere na Mzee Karume, na tukawa na muungano. Na pia kama nilivyosema, ni muungano wa nini? Wa undugu wa damu, tumechanganya mchanga. Na kama ndivyo hivyo, naomba Watanzania tuendelee hivyo na tuache chokochoko za kusema tunavunja muungano. Naitwa Dr. Dennis Mchunguzi na nambari zangu za simu za kiganjani ni hizo 0717777222, na tunaweza kurumbana na watu inbox. Najua wengi tabishana, tutarumbana na kadhalika, lakini muungano mkiamua kuuvunja, mimi msiniite, sitakuwemo kama Dr. Mchunguzi. Na shetani aliko nitamwambia na wewe usiwajoin. Wacha wavunje peke yao. Na aliko Lara Nyerere na Karume watawachapa viboko kama ambavyo wahenga wanafanyaje? Wanasema. Basi mimi nawashukuru sana, niwatakie siku njema. Nilesi una swali lingine? Mimi nafikiri nichokoze, niko tayari. Ule mchanga uliounganishwa uliwekwa wapi? Uko wapi? Ule mchanga ni siku nyingi, toka mwaka 64. Hatuna uhakika uliwekwa wapi, lakini itabidi tufanye utafiti zaidi kujua ule mchanga. Inawezekana huko mahali. Kwa sababu kuna mambo yameyagundua watu baada ya miaka 100, 200, hata Ulaya huko. Hujawahi kuona? Hata baada ya miaka 100. Hujawahi kuona watu wanagundua kitu baada ya miaka 200, 100? Mimi naamini ndani ya muda kadhaa ule mchanga unaweza ukaonekana, ukagundulika na ukaonekana. Tumuombe Mungu tu, kwa sababu kuna vitu vinagundulika. Mchanga ule utakuwa mahali, na hata usipokuwa mahali ulikwisha changanywa, na ukishachanganywa ni sawa sawa na wewe baba na mama yako si wameoana, ukazaliwa wewe. Sasa leo unataka kuuliza eti kile cheti chetu cha ndoa kiko wapi, na yule padri aliyewafungisha ndoa siku ile alikuwa anaitwa Father nani? Ida kuhusu dini. Wewe umezaliwa pambana na maisha hapa, tafuta pesa, umekosa, umefanya nini? Amka saa 12, tafuta hela, ule unywe ulale, baadaye ufe, tunywe uji kwenye vifua vya nazi, tuseme marehemu alikuwa mzuri, marehemu alikuwa hivyo. Unaweza kutafuta cheti cha ndoa cha babako na babako. Hivi mnyewe mlifunga ndoa ya kihalali, wewe baba na mama, mbona sionagi certificate of marriage? Inakusaidia nini? Watakuuliza kwanza una hela wewe? Hebu tutumie kwanza 100,000 hapa kijijini. Kwa hiyo ndio hivyo, achaneni na mchanga huo. Tuendelee na mambo mengine. Nikushukuru sana Dr. Nashukuru sana na watakia siku njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Nashukuru sana, asante sana. Asante sana.